Sengerema oye! Sijawasikia. Sengerema oye! Mama Samia Suluhu Hassan oye! Buchosa safi! Mheshimiwa Rais, shikamoo. Mheshimiwa Rais, nimesimama hapa kwa niaba ya wananchi wa jimbo la Buchosa. Kwa unyenyekevu kabisa naomba nizungumze kwa niaba yao kwa sababu mimi ndio mwakilishi wao. Nianze kwanza na shukrani. Mheshimiwa Rais, tangu nimekuwa mbunge nimejua vitu ambavyo sikuwahi kuvifahamu. Lakini kikubwa ambacho nimekijua ni kiasi kikubwa cha fedha ambacho tunaleta kwenye halmashauri yetu. Sikuwahi kuelewa. Tangu Januari mpaka April, fedha ambazo zimekuja kwenye halmashauri yangu peke yake, kwenye jimbo langu peke yake, ni karibia bilioni 2. Tangu Januari mpaka April. Na juzi nimepata milioni 500 kwa ajili ya barabara za TARURA. Na bado juzi Mheshimiwa Mwalimu ameniambia niandike nichague kijiji chochote ambacho nataka ujenge shule ya sekondari. Nchi nzima, Mheshimiwa Rais, unafanya kazi kubwa sana. Inawezekana watu hawafahamu. Na nataka niwaambie wananchi wa Buchosa wanaonisikia na wananchi wa Sengerema, umeleta fedha nyingi sana kwetu. Mama anasema asante sana kwa moyo kutukumbuka. Tunazo changamoto Mheshimiwa Rais. Changamoto ya kwanza, hospitali yetu ya wilaya imekamilika mwaka 2017. Lakini mpaka leo hatuna madawa, hatuna vitendea kazi kwa ajili ya hospitali kuanza kazi. Tulitengea milioni 500 kwa ajili ya kununua vifaa tiba. Lakini fedha hizo hazijapelekwa bado MSD ili tuweze kununua. Miaka 4 hospitali iko pale, majengo mazuri na sifiwa, lakini watu hawana mahali pa kutibiwa. Na kuomba mama, kwa huruma yako kama ulivyotufanyia huko mambo mengine, tukumbuke pia kwenye hospitali hii. Mheshimiwa Rais, barabara ya kutoka Sengerema mpaka Nyehunge mpaka Nzera kilomita 57. Hii iko kwenye ilani ya uchaguzi kwa vipindi viwili. Mheshimiwa Rais, nakuomba, hii ni ahadi yako wewe na hayati. Nakuomba sana mama, tukumbuke kuitimiza. Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi yuko hapa, nishazungumza naye mara nyingi, amesema ameniwekea kilomita 2 kati ya kilomita 57. Nafahamu changamoto ya uchumi wetu. Uchumi wetu uko slow, nafahamu. Mama, kama itakupendeza, angalau naomba hata kilomita 10 kwa kuanzia. Hilo ni ombi langu. Mheshimiwa Waziri yuko hapa na kuomba. Mheshimiwa Rais, kuna sehemu inaitwa Kanyala. Kanyala ni sehemu kama hii, kuna kivuko. Watu lazima wavuke kwenda kisiwani, wavuke kwenda kutibiwa kwa sababu hawana hospitali kwenye visiwa vyao. Pale Mheshimiwa Rais, kwa jambo la kusikitisha sana, Mheshimiwa Naibu Waziri yuko hapa analifahamu. Wale wananchi maskini wanalipa shilingi 600 kama embarkation fee. Halafu wanalipa nauli ya kwenye kivuko, halafu upande wa pili wanalipa shilingi 600 nyingine. Maana nini? Wanalipa shilingi 1200 kabla ya nauli. Eti ni gharama ya uwekezaji wa TPA. TPA hawajafanya chochote pale. Wanalipa maskini walipa shilingi 1200. Kwa hiyo ni kama Mheshimiwa Rais, kwa sababu uko hapa na Mheshimiwa Waziri yuko hapa, nishaongea na Mheshimiwa Waziri Mkuu na swala hili akampelekea Mheshimiwa Waziri kwamba ikiwezekana wananchi wapunguziwe angalau 600 pekee baada ya 1200. Mheshimiwa Rais, nilikuwa nakuomba kuwahurumia watu hapa. Na Mheshimiwa Rais, swala la maji, nashukuru tumepata bilioni 2.7 za P4R kwa ajili ya maji. Nakushukuru sana Mheshimiwa Rais. Ya kuzungumza ni mengi, lakini naomba sana soko la Nyakariro. Serikali imewekeza pale milioni 400, lakini soko halifanyi kazi. Na kwa Mheshimiwa Rais, ikiwezekana soko hili liweze kufanya kazi. Naomba nikushukuru sana Mheshimiwa Rais. Kivuko cha kwenda Kome. Kivuko cha kwenda Kome, TEMESA wanaleta kivuko kipya pale, barabara inatengenezwa. Mheshimiwa Rais, nakushukuru sana. Asante kwa kunisikiliza. Mungu akubariki sana. Na washukuru waheshimiwa wabunge. Labda kwanza nitambue uwepo wa viongozi wote mkoa, uongozi wa mkoa, mawaziri mliopo, waziri wa ujenzi na uchukuzi, mwenyekiti wa kamati ya miundombinu bungeni, viongozi wa Chama cha Mapinduzi, naibu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi, waheshimiwa wabunge. Lakini nitambue uwepo wa mama yetu, Mama Janet, mzazi wa Mama Janet. Kwa naye tunamuita Mama Janet. Tunakushukuru sana mama, asante sana.
Na ndugu zangu wote wa Sengerema, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sengerema, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Namna hiyo. Meitikia kwa unyonge sana. Na nadhani wabunge wenu ndio wanawatia unyonge kwa kuwatwika shida nyingi. Hizo walizosema zote sio shida. Ni changamoto za kufanyiwa kazi tu, lakini sio shida. Naomba msiwe wanyonge kwa sababu hatuna shida. Lakini kwa sababu waziri wa ujenzi yupo, nimwachie kwanza yale yaliyotajwa upande wake aanze kuyatolea ufafanuzi, alafu mimi nitaendelea na mengine. Karibu waziri. Asante sana Mheshimiwa Rais wetu mpendwa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Nakushukuru sana kwa kuweza kuja huku, umetukagulia daraja letu, umeona jinsi ambavyo tunatekeleza msemo wako wa kazi endelee, na kweli kazi inaendelea. Mheshimiwa Rais, katika changamoto chache ambazo zimetajwa hapa, imetajwa barabara ya kutoka Buchosa, barabara mbili zimetajwa ambazo ziko zote katika ilani na vile, lakini vile vile ni ahadi za viongozi wetu wakuu. Mheshimiwa Rais, tunao utaratibu mzuri sana wa kuhudumia ahadi zote za viongozi wakuu wa serikali. Na Mheshimiwa Rais, nikuhakikishie kwamba ahadi na maelekezo ya viongozi wa serikali huwa hatuzijadili, huwa tunazipangia tu utaratibu wa utekelezaji. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, tuko katika utaratibu mzuri wa kutengeneza barabara hizo zote mbili, ambayo ya kwanza iko kwa Mheshimiwa Tabasamu kama alivyosema, iko tumekwisha maliza usanifu wa kina baada ya ununuzi yakinifu, lakini na vile vile hii barabara ya Mheshimiwa ya Buchosha hii ya kutoka Jeungo ya Mheshimiwa Shigongo, na yenyewe iko katika maandalizi na tumeanza tayari kama alivyosema, tumekwisha anza. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, nikuhakikishie kwamba ahadi zenu ambazo mmezitoa zote tunazifanyia kazi kwa ari kubwa, na tutaendelea kuzipangia rasilimali kadri zinavyozidi kupatikana. Na niwahakikishie waheshimiwa wabunge kwamba wananchi wenu wamewasikia, na mimi ninawaahidi wananchi kwamba ahadi za waheshimiwa marais tutazitekeleza kama zilivyoahidiwa. Hivyo msiwe na shaka yoyote, kwani kazi inaendelea. Mheshimiwa Rais, naomba kuwasilisha. Nakushukuru sana Mheshimiwa. Mheshimiwa Rais, vile vile nimeambiwa ya kivuko ya Kanyara. Mheshimiwa Rais, kama alivyosema Mheshimiwa Shigongo, ni kweli kwamba mtatuletea hilo changamoto, na tayari tumekwisha wasiliana na wenzetu, kwani zile tozo tunazitoza kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo inabidi tuende kwenye mchakato wetu wa kisheria ambao utatufanya tufikie katika tozo ambazo tumekubaliana. Tayari umetuelekeza na tumeunda ile task force chini ya Wizara ya Fedha na Mipango ambayo tunafanyia kazi tozo zote hizi, na tutakapomaliza hicho tayari tutakuja huku na tutawatangazia tozo mpya ambazo zitakuwa ni rafiki kwa wananchi wote. Mheshimiwa Rais, naomba kuwasilisha. Nakushukuru sana Mheshimiwa Waziri. Hebu tumpe naibu katibu mkuu CCM wasalimie. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan oye! Oye! Sengerema oye! Busisi oye! Wana Busisi, naomba tunyoshe mikono juu tumshangilie Mheshimiwa Rais wetu. Tunyoshe mikono tumshangilie Rais wetu. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naomba niwaambie wana Busisi na wana Sengerema na Watanzania kwa ujumla, kazi inaendelea. Kazi. Ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo tulipita kuinadi kwa Watanzania na Watanzania wakatupa ridhaa ya kuongoza taifa hili. Sasa kazi inaendelea. Kukamilika kwa daraja hili la Kigongo Busisi linakwenda kutatua changamoto ya usafiri na usafirishaji katika Ziwa Victoria.
Na hivyo ndugu zangu, sisi wa Tanzania, fedha ambayo imekwenda kuweka katika daraja lile ni kubwa sana. Naomba wanabusisi, kukamilika kwa daraja hili tulitumie kama fursa ya ukuaji wa kiuchumi. Ni daraja zuri sana, daraja la 6 kwa Afrika. Mungu atupe nini? Nani kama Samia? Nani kama Samia? Tuliahidi na sasa Mheshimiwa Samia anatekeleza. Kero zote ambazo zimetolewa na Mheshimiwa wabunge wetu hapa zinakwenda kutatuliwa. Ndugu zangu wanabusisi, ndugu zangu wanasengerema, tuendelee kukiamini Chama cha Mapinduzi ambacho chini ya uongozi wa rais wetu Samia Suluhu Hassan amedhamiria kuwaletea Watanzania maendeleo kwa kasi. Tumunge mkono bila kuchoka usiku na mchana. Mheshimiwa Samia Suluhu oye! Mheshimiwa Samia Suluhu oye! Asante sana. Nakushukuru Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi. Ndugu zangu, nami sasa nijielekeze katika hoja zilizobaki. Lakini kwanza niwapongeze kwamba mgodi wa Nyanzaga sasa umepata leseni na utafunguliwa, utafanya kazi na wanasengerema mtakwenda kupata kazi pale. Lakini mgodi huu unakwenda kuondosha hizi shida nyingine ndogo ndogo, kwa sababu kwenye kila mgodi kuna kitu inaitwa hisani kwa wananchi. Wanatakiwa watoe kila mwaka. Hisani ile itakayotoka itakuja kuondosha mambo madogo madogo yaliyobaki. Kwa mfano madawati, sijui kudaiwa bili za umeme na mambo kama hayo yote yatakwenda kuondoka. Lakini kwa sababu mgodi huu ni mkubwa, hata hisani yake itakuwa kubwa sana na mtaweza kufanya mambo mazuri ya maendeleo. Lakini Sengerema halmashauri haiko vizuri. Haiko vizuri kwenye matumizi ya fedha. Yenyewe haikusanyi fedha za kutosha, lakini inafuja fedha zinazoletwa. Kwa maana hiyo, serikali tumeamua kuleta wakaguzi maalum kwenye halmashauri hii kuangalia hesabu za halmashauri. Lakini nizungumzie pia swala la kituo cha afya. Najua kuna uhaba wa madawati, vifaa tiba na watumishi. Na watumishi sio tu kwa afya lakini pia kwa elimu. Nataka niwahakikishie kwamba swala la watumishi tunakwenda kulipunguza. Punde hivi tumetangaza ajira nyingi tu kwa walimu, karibu ajira 6,600, na kwa watumishi wa afya ni karibu 3,000. Watumishi hawa tutakapowaajiri tutawagawa Tanzania nzima na watakwenda kupunguza tatizo. Lakini niwahakikishie pia hospitali zote tulizozijenga, iwe kituo cha afya au hospitali ya wilaya au ya mkoa, lazima tuweke vitendea kazi, vitendanishi na vifaa tiba. Kwa kama kuna hilo tatizo, halmashauri jipange vizuri, waje serikalini watueleze. Kupitia TAMISEMI vifaa hivyo vitapatikana. Lakini kama alivyosema mbunge hapa kwamba kuna madeni ambayo halmashauri inadaiwa. Inashangaza kuona serikali tunaongeza kila mwaka bajeti ya madawa na vifaa tiba. Lakini maeneo mengine Tanzania unakwenda unaambiwa dawa hakuna, vifaa tiba hakuna. Hiyo inaonesha udhaifu wa uongozi katika eneo husika. Kwa Sengerema tutaiangalia vizuri. Lakini jengine ni kwa upande wa maji. Naambiwa wananchi wanakosa maji kwa sababu lile shirika la maji Sengerema, ule wakala wa maji Sengerema unadaiwa bili za umeme. Sasa hapa sioni mantiki. Kwa sababu kama wananchi wanalipa, kwa nini wasindwe kulipa na wao bili za umeme ili maji yapatikane? Hiyo inaonesha kwamba Sengerema bado kuna kazi kubwa ifanywe kwenye nyanja za uongozi wa wilaya hii, lakini pia halmashauri zake.
Masuala ya barabara Mheshimiwa Waziri ameyasema vizuri pamoja na vivuko. Sasa mimi nijielekeze kwenye mambo mengine kama umeme vijijini. Naambiwa kasi ni ndogo, lakini nataka niwahakikishie kwamba Waziri wa Nishati alishaitisha tenda zote na wakandarasi wamepatikana. Tukimaliza bajeti ya mwaka mpya wa fedha, wakandarasi watakuwa kote, na nataka niwaahidi ikifika mwaka 2024 Tanzania yote itakuwa imepata umeme mijini na vijijini, kwa sababu kazi kubwa inafanywa na Wizara ya Nishati, na sisi serikali tunajitahidi kutoa fedha ili wakandarasi waendelee kupeleka umeme vijijini. Litakalobaki ni kazi ya TANESCO kuunganisha sasa umeme uliopo vijijini kwenye majumba na taasisi nyingine za kibiashara. Kwa hiyo kazi kwa upande wa umeme inaendelea. Lakini Sengerema pia nimeambiwa kuna tatizo la baraza la ardhi, lakini serikali tulishatoa kibali baraza liundwe na tutasimamia uundaji wake ili kusimamia masuala yote yanayohusu ardhi na kuondosha migogoro ya ardhi iliyoko upande huu. Jengine ni swala la stendi mpya ya Sengerema ambapo tayari fidia imeanza kutolewa na serikali. Tumeshapanga fedha za ujenzi wa stendi kupitia halmashauri. Ndugu zangu, swala jingine hapa ni VETA Sengerema. Kama alivyosema, VETA zipo 3, tatizo ni vifaa. Tutakwenda kukaa na wizara husika tuone utakavyoweza kusogeza vifaa ili vijana hawa wapate mafunzo na waweze kujiunga na miradi inayokuja Sengerema. Nadhani nimezimaliza. Kuna swala la shule za sekondari ambapo tayari Mheshimiwa mbunge ameshaambiwa achague anapotaka. Shule zinajengwa kuanzia mwaka mpya wa fedha. Kila mkoa tunakwenda kujenga shule za sekondari mchanganyiko, lakini pia tunakwenda kujenga shule za sekondari za wasichana tu, ambao itakuwa ni shule za sayansi kwa ajili ya wasichana. Kwa ndugu zangu, kazi tunaendelea kuifanya. Tunatambua changamoto zilizoko Sengerema na wabunge wenu wanajitahidi kuchapa miguu katika mawizara hata kwangu kuja kueleza hizi shida. Niwaahidi kwamba shida zote hizi tutazifanyia kazi. Ninaloliomba kwenu kama alivyosema Naibu Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi, kwanza ni kutunza miradi ya maendeleo inayoletwa kwenu, iwe ya afya, iwe ya elimu, iwe madaraja kama hili hapa, au migodi kama huu ambao tumetoa leseni juzi. Naomba sana tunzeni. Zile ni mali za wananchi wa Sengerema, kwa sababu mapato yale yatafaidisha Sengerema, lakini kazi zitokanazo na miradi ile watafaidi wananchi wa Sengerema. Kwa miradi yoyote iliyoko kwenu ni miradi yenu, tunzeni, simamieni. Lakini la pili ni suala la kutunza amani na utulivu. Serikali yenu tunajitahidi sana kutafuta fedha za kuleta miradi ya maendeleo, kumaliza changamoto ambazo wabunge wenu wanatuambia. Mkitulia na mkiwa mnaishi kwa amani na utulivu, serikali yenu tunapata muda mzuri wa kukaa na kufikiri nini cha kufanya, wapi tuondoshe changamoto gani. Mkivunja amani na utulivu, mtatushughulisha, hatutaweza kuyafanya mambo ya maendeleo. Naomba sana niwapongeze kwamba wanasengerema mmetulia. Naomba muendelee na utulivu huu, mtunze amani ya nchi, mtunze amani ya eneo lenu. Lakini nyingine ni swala la kufanya kazi. Tulipoingia awamu ya 5 tulisema hapa kazi tu, na kazi yetu mliiona tulioifanya. Lakini kwa sababu ambazo Mungu anazijua mwenyewe, muasisi wa hapa kazi tu amerudi kwa Mungu. Tumuombe Mungu amlaze mahali pema peponi. Amina. Mimi niliyekuwa msaidizi wake ndiye amenipa kijiti sasa. Lakini nilichosema ni nini? Ile kazi iendelee. Ilikuwa hapa kazi tu, lakini sasa kazi
iendelee. Kazi ile ile iliyoasisiwa na muasisi wetu, sasa tuendelee nayo. Niwaombe sana, popote pale ulipo, kama ni mvuvi, kama ni unafanya kazi yoyote, nenda kafanye kazi yako kwa weledi, ikupatie kipato, utunze familia, na kwa ujumla maendeleo ya taifa yaweze kupatikana. Naomba sana ndugu zangu, twendeni tukachape kazi, wala tusigojee tu kila kitu serikali. Serikali tutafanya yanayotuhusu kwa uwezo wetu, lakini wananchi nanyi mkifanya yanayowahusu kwa uwezo wenu, mkilipa kodi zenu ndogo ndogo mnazotakiwa kulipa, mtatupa uwezo serikali kwenda kufanya mambo makubwa zaidi. Daraja mnaloliona hapa, hesabu zake mimi naziona kwenye karatasi tu, sijaziona hata benki. Ni mabilioni 700 na hiyo ni pesa nyingi mno. Kuna pesa ambayo tumetoa, kuna pesa ambayo tumekopa kujenga daraja hili. Kwa ile pesa ambayo tumekopa lazima irudi, na kurudi kwake ni kwa nyinyi wananchi kulipa kodi. Mkilipa kodi zenu, tunakusanya, tunarudisha kwa waliotukopesha. Sisi tuna mawazo ya kurahisishia wananchi wetu maisha yao, usafiri na usafirishaji na mambo kama hayo. Tunapokuwa tumeishiwa, tunakwenda kukopa, na tunapokopa lazima turudishi, na kodi zenu ndio zinatufanya sasa turudishi. Sasa daraja hili linakuja kwenu, litarahisisha usafiri, litaleta ajira, magari makubwa yatapita hapa kwenda nchi za jirani, mambo mengi yatafanyika, Sengerema itafunguka, itakuwa ni kituo kikubwa cha biashara. Naomba mlipe kodi zenu kama mnavyopangiwa na halmashauri, ili tupate uwezo wa kurudisha mkopo tuliojengea daraja hili. Ndugu zangu, baada ya kusema hayo, ni washukuru tena sana wana Sengerema, mmekuja, tumeonana, tumesalimiana. Naona madaktari wenu na wauguzi wako hapa na wenyewe, lakini nadhani kule hospitali bado wapo wengine. Naomba kazi iendelee. Mungu amewajalia kazi nzuri sana ya kurudisha uzima wa mwanadamu. Hiyo ni kazi ya dunia, lakini pia ni kazi ambayo Mungu anakuangalia vizuri sana. Naomba msichoke, nasi tunajidhatiti kuwaletea vitendea kazi, lakini kuangalia pia maslahi yenu ili muweze kuchapa kazi vizuri.